Basi inasemekana mwaka 1916 Bikira Maria aliwatokea watoto fulani waliokuwa wanafanya shughuli za uchungaji. Mkubwa alikuwa anaitwa Lucia, alikuwa na miaka takriban 9 kwa wakati huo. Anayefuatia alikuwa anaitwa Jacinta, alikuwa na miaka takriban 7, na mwingine anaitwa Francisco, alikuwa na miaka takriban 6. Hawa Jacinta na Francisco walikuwa ni ndugu wa familia moja, na Lucia alikuwa ni binamu yao. Lakini watoto wale hawakusema kile kitu. Walitokea mara mbili 1916, lakini hawakusema. Basi mwaka 1917 mnamo tarehe 13 ya mwezi Mei ndipo wakaona tena wingu jeupe. Na alipoona tena lile wingu jeupe, baadaye akatokea bibi mzuri, mwanamke mzuri tukasema katika wingu hilo, akiwa amevaa mavazi meupe tu. Na alipouliza yeye ni nani, katika nadharia ya kwanza alijitambulisha kwamba yeye ni malaika wa amani. Yaani tafsiri ya kawaida, yeye ni mjumbe wa amani. Kumbuka wakati huo ilikuwa vita inaendelea, na vita kubwa, vita kuu ya kwanza ya dunia. Alipokuja kusema yeye ni mjumbe wa amani, basi mwaliko wake ulikuwa ni katika maelekeo ya kusali ili kuombea amani ya ulimwengu. Manake kusali ili kuokoa ulimwengu katika kadhia ya vita. Watoto wale bayana tena wasiseme lile jambo, kama ilivyotokea mwaka mmoja uliopita. Lakini jambo likikuleketa sana, wakati ni ngumu kulizuia. Kama vile kikohozi, yani kikiwa kinakuja utabanja tu. Kwa hiyo yule binti Jacinta alisema nyumbani kwao. Aliposema alikemewa sana. Sijaribu kuongea jambo hilo kwa sababu lilikuwa ni jambo la tahadhari na wazazi wake hawakuwa na hakika, kwa hiyo waliwafokea sana wasiseme kwa mtu yeyote. Lakini jambo likishaanza kusimuliwa, basi aliwezi kuzuilika, likaanza kuenea. Na lilienea hasa kwa sababu waliambiwa tarehe kama ile mwezi ujao warudi tena pale. Kufika tarehe kama ile mwezi uliofuata, manake mwezi Juni, mwezi wa 6, wakarudi tena pale na mama akawatokea tena. Na mwezi wa 7 pia mama akawatokea tena, na msisitizo hasa ilikuwa ni kufanya ibada ya kutuliza moyo safi wa mama yetu Bikira Maria. Katika mfululizo wa matokeo, sasa tuwezi kusema yote, watoto hawa, ile nadharia ya mama yetu kujiita Malkia wa Amani, walikuwa wameombwa wasali katika namna ya pekee ili kwanza vita iweze kuisha, lakini waweke wakfu nchi ya Umoja wa Kisovieti ya wakati huo. Nchi ya Umoja wa Kisovieti ilikuwa ipo katika tamaduni za kukomesha Ukristo na kuleta imani ambayo inamthamini mtu kuliko kumthamini Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ilikuwa ni hatari pia kwa Ukristo. Sasa tunarudi katika nadharia yetu, Bikira Maria ni msaada wa Wakristo na mpendo mfuatiliaji wetu. Kwa hiyo matokeo haya ya Bikira Maria yalikuwa na nadharia hizo mbili. Nadharia ya kwanza ni kuleta amani katika ulimwengu, na nadharia ya pili ni kuokoa Ukristo usije ukaangamia. Kwa hivyo aliomba hiyo nchi ya Umoja wa Kisovieti iwekwe wakfu kwa moyo wake safi. Hivyo basi baada ya tokeo hilo la mwezi Julai, kulikuwa na vurugu nyingi sana. Watoto hao walisakamwa, walipelekwa huku na kule. Watu wengi wanafahamu masimulizi ya Fatima. Tunaongea tu kwa kifupi juu ya masimulizi ya Fatima. Kwa hivyo mwezi Agosti, mwezi wa 8, watoto wale hawakufaulu kwenda tarehe ile ambayo mama alichagua, tarehe 13. Kwa hiyo mama aliwatokea tarehe 19 sababu ya vurugu hizo. Lakini basi kwa namna pekee tokeo ambalo linasimuliwa kipekee ni tokeo la mwisho katika mfululizo wa matokeo ya Fatima, tokeo la mwaka la tarehe 13 ya mwezi wa Oktoba, na mwezi wa 10, ambapo inasemekana takriban watu 70,000 walifika. Sasa maana yake watu wengi kutoka hata nje ya Fatima, kutoka mahali pengi walifika mahali pale. Fatima baada ya kuwa kijiji kidogo kukawa ni mji maarufu sasa kwa sehemu ya Ulaya. Watafika kushuhudia kweli Bikira Maria na watokea watu tunawaambia nini. Basi siku hiyo watu wengi walisubiri, na inasemekana ilinyesha mvua kubwa sana, na watu wakawa wanasubiri kwa hamu nini kitatokea. Kwa hivyo inaelezwa mnamo majira ya saa 8 mchana, basi mama ndio alitokea na kuongea na watoto.
Na ili kuthibitisha, sababu watu wengi hawakuweza kumuona mama, ili kuthibitisha mama aliahidi kuwapa ishara, ndiyo siku hiyo ikatokea ishara ambayo baadaye kanisa likaja kuita ishara ya jua ama muujiza wa jua. Miaka mingi baadaye, nafikiri mwaka 1930 ndio ulikuja kuthibitishwa. Kwa hiyo katika muujiza huo wa jua lile, kumbuka ni majira ya mchana kuelekea alasiri, jua lilikuwa linawaka, na jua liliwaka kukomesha ile hali ya mvua kabisa, na watu wengi ambao walikuwa wameroa na mvua walikauka kwa sababu ya lile jua. Lakini lile jua likaanza kucheza. Kwa lugha ya Kiingereza muujiza huo unaitwa muujiza wa dansi ya jua, ama muujiza wa muziki wa jua. Jua likawa linacheza na kuyumba sana. Watu wengi sana waliogopa, na watu wengi walioogopa walikuwa hawajui nini cha kufanya, lakini ilikuwa ni mshangao kwa watu wengi sana. Kwa hiyo ilikuwa ni ishara mama yetu kwamba kweli aliwatokea hawa watoto, na kweli aliwapa maelekezo ya namna ya kutenda katika maisha yao. Na msingi hasa ilikuwa katika nadharia ya sala ya rozari, na kuwaombea marehemu walioko toharani, na kuwaombea wadhambi katika namna ya pekee. Tunafahamu katika mafundisho ya kanisa lipo katika makundi matatu, sivyo? Kanisa hili ndilo tunalosafiri, kanisa lililoshinda, na kanisa linalohitaji msaada. Kwa hiyo sala ya kuombea marehemu toharani ilikuwa ni kusaidia kanisa ambalo linahitaji msaada, na sala ya kuombea amani ilikuwa ni kwa ajili ya kanisa ile ambalo linasafiri, ili wote kabisa kwa pamoja tuungane katika kanisa shindi la watakatifu wa mbinguni. Mama anabaki kama msaada wa Kristo katika mapana zaidi kwenye matokeo haya ya Fatima. Basi baada ya tukio hilo, Mama Maria hakutokea tena waziwazi, na bahati mbaya wakati wa matokeo yalivyokuwa yanaendelea, watoto walimhoji mama Bikira Maria kwamba mama, sisi tutafika mbinguni, sababu aliwaonesha mbinguni na aliwaonesha motoni pia. Kwa hiyo motoni ilikuwa ni ya kuogofya sana, mbinguni ilikuwa ni hali ya kufurahisha sana. Kwa hiyo wakahoji, tutafika mbinguni? Mama Maria akamwambia, mtafika, lakini mtapitia mateso makali. Kwa hiyo akaanza mmoja akaanza kujiuliza kama vile mitume walivyokuwa wanamhoji Yesu kwamba mimi ndio nitakaye kusaliti, kwa na wao pia wakaanza kuhoji kwamba Lucia atafika, Jacinta atafika, Francisco atafika. Basi mama aliwaambia kwamba ataanza fulani, atafuata fulani, na fulani atachelewa sana kufika. Na ndicho kilichotokea. Muda mfupi baada ya matokeo yale, ile nchi ikakumbwa na mafua makali sana, ambayo yaliambatana na homa kali sana. Yale mafua makali na homa kali yaliwaua wale watoto wadogo wa familia moja, yani Jacinta na Francisco. Ila Lucia, yeye aliambiwa kwamba atabaki kwa ajili ya kuendelea na utume maalum ambao tunausema katika nadharia ya Kimaria ni utume wa kuenzi ibada kwa moyo safi wa mama yetu Bikira Maria. Kwa hivyo yeye alibaki, na inaelezwa kwamba aliendelea kutokewa katika matokeo ya kwake binafsi miaka kadiri ilivyokuwa inazidi kwenda, na kuelekezwa namna ya kufanya ama kuhimizwa katika kuitangaza hiyo ibada ya moyo safi wa mama yetu Bikira Maria. Katika mfululizo wa matokeo hayo, kulikuwa na siri ambazo watoto kila mara walikuwa wanapeana ahadi ya kuzitunza, na waliambiwa wasizitoe hizo siri mpaka wakati utakapotimia kuzitoa hizo siri. Kwa hivyo kwa namna pekee Francisco mpaka wakati anakufa alikuwa anahimiza wenzie wawe waaminifu ni kutunza siri. Kwa Francisco alijeruhiwa na dada yake alivyoitoa ile siri kwamba alimuona mama. Kwa hiyo yeye akawa ni kama askari wa kuuliza wenzie watunze zile siri ambazo mama aliwaambia kwamba ni siri. Basi baada ya miaka mingi kupita, huo ulikuwa ni mwaka 1917, ambayo kweli baada ya watoto kusali na watu wengi kusali, vita ndio iliisha mwaka huo. Vita kuu ya kwanza ya dunia iliisha mwaka huo. Na Bikira Maria aliwaambia kama watu wasipotubu dhambi zao, vita kubwa nyingine itakuja kutokea baadaye. Kwa hivyo moja kati ya siri ambazo zilielezwa kwa watoto zilikuwa ni mafumbo hayo. Ilikuwa ni mafumbo hayo, mafumbo ya kuisha kwa vita, na walifunuliwa mafumbo ya kuzuka kwa vita, na walifunuliwa mafumbo ya kuanguka kwa utawala wa nchi ya Kisovieti ya wakati huo.
na walifunuliwa pia mafumbo ya kujeruhiwa kwa Wakristo wengi, kwa ishara ya askofu aliyevaa vazi jeupe naye pia akijeruhiwa waliokuwa wanapandisha mlimani. Basi wachambuzi wanaeleza mafumbo haya yalikuja kufunuliwa mwaka 2000, na inaweza kwamba ni kipindi hicho. Katika ufumbuzi huo watoto wale wawili waliweka rekodi ya kuwa watoto wadogo zaidi kufanywa wenye heri. Waliweka rekodi hiyo katika historia ya kanisa. Kwa hivyo mafumbo yale yalivyofunuliwa wakati huo kwa msaada wa Lucia, ambaye kwa wakati huo alikuwa ni sister wa shirika la Wakarmeli, ambaye yeye kwa msaada wa muunganishi na kwa maelezo ambayo alipewa, basi aliandika zile siri na alizifunga kabisa. Kwa hiyo baadaye wakati ulipofika iliruhusiwa kufungua zile siri, na zilivyofunguliwa ikaonekana kweli kabisa yale ambayo walielezwa wale watoto ndio kweli yalitokea baadaye. Lakini wao waliandika kabla ya mambo hayo hayajatokea, lakini mambo hayo yote yalitokea kweli katika historia. Kwa hivyo sio kitu cha kupepesa macho kwamba kweli mama aliona nini kitatokea mbele, aliwafunulia kitakachotokea mbele, na kilitokea kile ambacho kilikuwa kimetabiriwa ama kimeelezwa na mama katika mafumbo haya ya matokeo ya Fatima. Kifupi, Happiness, Fatima ni simulizi refu sana, lina mambo mengi ndani mwake. Ila kifupi haya ndiyo ambayo yalikuwa katika matokeo na matokeo ya Fatima.